Baba, ni kwa damu na jina na Roho Mtakatifu. Jehova, mchana wa leo Mungu, niko mbele zako. Mimi tu ni chombo na neno ambalo Mungu umeweka ndani mwangu. Naomba kila mmoja amefika mahali hapa, Mungu akaisa akapokee, akambadilishe na akakuchue kwa zaidi na zaidi. Mungu wangu, naomba neema na kibali na kutoka kwako Jehova. Malaika wako Mungu unitawale, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Tuende ndani ya maandiko. Ufunuo wa Yohana 7 mstari wa 1 hadi 5 unasema: baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msiidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Bwana sifiwe. Umefikia hapo. Haya ni maneno ambayo mnabii ambaye alikuwa anaitwa Yohana aliweza kufunuliwa mambo ambayo ilikuwa inaendelea mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Aliweza kuona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi. Pembe nne za nchi ni duniani kote, ilikuwa imezingira iangamize dunia. Bwana Yesu asifiwe. Na aliweza kuonyeshwa ilikuwa siku ya kuondoa dunia. Sasa nilikuwa ninasema ya kwamba Mungu akisimama mbele yako, kuna malaika Mungu anashukisha isije ikaathiri mambo yako, ama kuna jambo ambalo inaweza fanyika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna malaika Mungu aliweza kushukisha, lakini kuna malaika wengine Mungu aliweza kushukisha. Na 7:2 inasema, nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua. Huyo ni malaika sasa alitoka katika kiti cha enzi, akikuja kusimamisha hao malaika wengine wanne ambao walikuwa wametumwa kuangamiza duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu ndio Mungu mwenyewe alishukisha, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi ya bahari, akisema, msidhuru nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kunaweza kuwa kuna mambo ambayo imekuja mbele yako kumaliziwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna tu malaika mmoja Mungu anaweza shukisha na kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Malaika hao walikuwa wamalize dunia, lakini wakati alishukishwa malaika mmoja akasimamisha hao, ilibidi Mungu ashukishe muhuri. Hii muhuri ilikuwa ipike kila kipaji katika Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Kabla nimalizie hapo, nilikuwa nauliza, kila mtu anajua akikufa anaenda wapi? Ama unajua dunia tu inaisha inaenda wapi? Ama unajua, mimi napenda kuuliza maswali lakini usinikasirikie, naomba msamaha. Wewe ukiwa umekuja kwa kanisa ama ukifa leo, unajua unaenda wapi? Nani anaweza tusaidia? Na unakufa ukienda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Collins, tusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Tukikufa tukiondoka ndani ya dunia hii, iko ndani ya Ufunuo sana. Tukikufa tuondoke ndani ya dunia hii, ni wewe mwenyewe unaondoka, si dunia. Ilisimamishwa malaika wenye walikuwa wanakuja kumaliza dunia. Bwana Yesu asifiwe. Na dunia haisimaliza sababu ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Adam na Hawa, hao ndio Mungu alikuwa amepea watawale na waridi duniani, lakini hao wenyewe mwanadamu ndio waliharibu. Ndio walipata kasi, wakakasiwa, wakapewa laana na Mungu akakasirika mahali pale. Abrahamu alikuja kupata tu kibali kwa Mungu, sababu Mungu wakati alikasirishwa na mwanadamu Adam na Hawa, alienda kutafuta kikundi kilichoko duniani airudishe tu amani kwa moyo wake. Wakati alitafuta hiyo group yenye iko duniani,
alikuja akapata familia ya Ibrahimu na akaweza kuibariki kikundi ambacho Wakristo walikuja kuingia duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alibariki hiyo kikundi duniani, Mungu akatembeleza isiwe tena wanaondoka nje, lakini kuna mahali tena anashikangwa na hasira wakati sisi tunaondoka katika njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Malaika huyu alirudishwa duniani ipige kipaji ya kila mmoja. Tuseme leo tumerudishwa katika toba, tumekuwa kesha usiku wote, na kama huo malaika angekuja kupiga kipaji, hiyo kipaji ni yako peke yako. Ukikufa unaonekana umefika mbinguni. Sasa kuna mambo yenye inaendelea ukiwa Mkristo, ukiwa mnabii, ukiwa mtumishi, ukiwa nini, unapepana ukiwa unatazama tu yale mambo yenye inaendelea kwa watu, ukiwa ujui Mungu anakuangalia. In case of anything uondoke duniani, unaenda upande gani? Unapepana na mshene, unapepana na laini za watu, uende ukakue vizuri vile kuko na saa hii ikiletwa kipaji utakuwa upande gani? Bwana Yesu asifiwe. Inafaa ulilie Mungu sana. Hii toba Mungu kwa nini anarudisha? Sababu akikuja saa hii kukupiga muhuri, utoke kesho, pengine siku yako ya kuondoka duniani laini itashuka hapa, utakufa kesho, uondoke. Utakuwa katika upande gani mbinguni? Sababu saa hii ujui mbinguni kama unaenda man duniani. Hiyo kipaji ilienda kusaidia sana watu wenye walisimama na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia mahali hapa, nimewahi fundisha kuhusu mlango 12 ya wana Israeli. Tuliingia duniani tukitoka katika mlango hizo 12. Na Bishop Chusi alisema hata kuna wengine akisoma huo mlango. Bishop alitumia mlango, si mkono. Kwa wale watu wanatumia Roho Mtakatifu, alikuwa anaona mlango yenye uliingia duniani. Mbona Yesu alitumia mlango wa Yuda? Alikuwa from nowhere akakuja duniani na anasema mimi ni simba wa Yuda, nilipitia mlango wa Yuda. Si tunasema kama mlango wa Yuda? Unajua mlango wa Yuda? Yesu kama alipitia mlango wa Yuda, wewe ulipitia mlango gani? Sasa hao 12 inatakikana hapo ukiendelea, sababu time imeenda, ukiendelea hapo ile mlango 12 from 5 to 8 inatakikana kwa kila mlango watu 12,000 tangu kuumbwa duniani. We ni namba ngapi mpaka saa? Sababu sisi hatuendi mbinguni life na hii mwili inaisha duniani, na kipaji yenye imewekwa mbele yako kama ndio uone ni 12,000 pa kila mlango. Acha nirudie, kila mtu alikuja na mlango fulani. Kuna mtu aliingia duniani na mlango wa Asheri, Gadi, Benjamini, Lawi, Ifo. Kila mtu uliingia na mlango huo. Na kutoka iumbwe duniani kwa wakati wa Adam na Hawa, wale watu wanatakikana kwa mlango wa Yuda ni watu 12,000 mbinguni. Ndio unaona tuko kanisa, sisi ni Wakristo, lakini bado tunakuja kutupishwa sababu kuna kitu imekusuia uchafika. Sasa tunaweza kuwa hata 12,000 ilitosha kitambo kama wewe uko kwa mlango wa Yuda, lakini bado unacheza tu, unakuja tu kutafuta Mungu chuchu. Na afadhali tutafute Mungu aliye mbinguni, sababu huko ndio makao yetu ya baadaye. Saa hii tunaelekea, miaka inaenda, na unajua tema tunaendelea kuishi, tema Mungu ana reduce miaka, si ndio? Si wakati wa kina Adam ilikuwa inafika 1,000, sasa hii tunafika 100 kweli? Si mtu akifikisha 90 years tunasema ni bonus, hata anashikwa tu na sherehe mpaka tunakata siku hizi keki. Tunaelekea huko, hakuna mtoto mdogo huko. Afadhali sasa, sababu miaka yako hatusemi tunaishi kama tunaishi miaka mingi. Tafadhali kaa kwa Mungu, tafuta Mungu, kuwa serious, sababu hauchakucha na mwanadamu duniani, ni Mungu tu ndiye anakuchua. Bwana Yesu asifiwe. In case uondoke, ukue mpato wale watafufuliwa, sababu hao ndio watakuwa na uhai baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii unaweza angalia uko safi sana, si tumetupu, lakini inaweza kuwa umerudi kwa kiti hapo, kuna kitu kimekukwaza, umetolewa kwa hiyo 12,000. Wale watu wanatakikana mbinguni ni only 144,000. Ujiulize sasa, na hii Kenya tuko na milioni ngapi? 50. Uchaenda Afrika, uchaenda Amerika, FN inatakikana tu wale watu 144,000. Tarudi tu, iko Kumbukumbu la Torati na Revelation only that, na kila mlango 12,000. Bwana Yesu asifiwe. 12,000 times 12 inakuja 144,000. Hao ndio watu wataenda wapi? Ndio ukiondoka duniani unaenda wapi? Tuendelee na naye.
sababu tulipewa ufunuo. Si ni ufunuo tulipewa hapa? Usiwahi sema nikikufa naenda wapi. Ukikufa inakuanga imefika siku yako, na kama hiyo dakika uchapokelewa na Mungu, umeondolewa kwa file, kwa hesabu. Sasa tusiwe tunakuja katika nyumba ya Mungu ama ukiwa kwako laini mambo mengi sana imetendeka kutoka asubuhi mpaka saa hii, ikisemeka Mungu akisema, tazama moyo wako, maisha yako iko wapi? Ukikosolewa kidogo umepepa mtu already hauko kwa list. Ni wangapi wamekufa mwaka huu? Si bado Mungu alisema next year, whichever no uchui pengine wewe ndio unaondoka. Ni wangapi wameondoka kwa familia yako? Saa hii nani anajua anakufa siku gani ama saa ngapi ama dakika ngapi, saa ngapi, siku gani? Si tunangojea tu Roho wa Mungu. Mungu alifunua hapa akasema nahitaji tu hawa watu. Na watu ni wale wako na vipaji. Vipaji sasa ni tunakuja tunapewa tu topa kila saa tunatubu. Kuna wale watu hata walikuja kwa kesha wakashinda mpaka asubuhi wameenda kazi, lakini kitu kidogo tu amepepa kimeondolewa kwa list. Mbinguni ni mbali. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni msione tu na macho hivi tunachezea tu. Hizi maagano yenye Mungu alishukisha tunachezea tu mtumishi wetu. Mungu atusamee sana. Bishop, tunachezea mtu mwenye anakaa na Mungu life hata anajua saa hii siku yako ya kuondoka duniani macho. Anaweza kukuulizia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe sana tusicheze. Tusiwe tunacheza tena na watumishi wa Mungu wanapi. Watumishi msikiange hapo chini kwa kiti, ni wale mapastors wamekaa hapa mbele. Kama unajua umefunga agano, Mungu alikuwekanga kitambo sana, wewe ni mtoto wangu. Ile kitambo umeweka kwa kichwa inawakilisha jambo mbinguni. Ni malaika tu duniani, lakini mbinguni kuna kiti chako. Lakini hiyo kiti utaenda. Kama unapepana na mavazi ya malaika duniani, lakini roho yako haiko hapo. Kuna vitu kadhaa sana Mungu anatukataza ndio tukubalike. Bwana Yesu asifiwe. Endelea hapo chini kidogo. Naam. Baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hayo wakati aliona watu 144, unaona 74, nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila za Waisraeli, watu 144,000. Si hawa wenye wamepigwa muhuri. Anasema hapa, akaona sasa mkutano mkubwa, si watu wengine, ni wale watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inasema hapa ambao hapana mtu awezaye. 144,000 ni wengi tu mbinguni, lakini duniani saa hii sababu generation ama tunahitaji statistics zinaenda mamilioni, lakini mbinguni 144,000 ndio inaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Inasema na inatoka kwa kabila tofauti au tu inatoka kwa Waluya, Wasungu. Kuna wengine ukikaa hapa ukicheza na Mungu, kuna mwingine alijua akakundua akaanza tu kukaa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda tu ukiangalia ya dunia, tunatamani tu mali ya dunia. Kuna mwingine ameona maisha yangu hapa duniani sitaki nikose pale. Bwana Yesu asifiwe. Inasema jamaa na Luka wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi. Ni hao watu wamekaguliwa, wamewekwa, wamevika mavazi meupe na wana matawi ya mitende. Matawi ya mitende, wana ushindi. Wameshinda vita. Wameshinda ile mambo yenye iko duniani, majaribu. Kidogo tu kipata na majaribu umeacha Mungu. Na bado hujui kama uko kwa list. Na unasema ninaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mikononi mwao. Endelea na tena. Wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Endelea. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote na kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne, nao wakaanguka kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi wakamsujudu Mungu. Endelea. Wakisema, amina, baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hao wenye watakubalika
wataingia pale. Nikiwa mimi nimeomba Mungu nihesabiwe huko. Hao ndio wataenda kuketi na wazee 24, wataenda kuketi katika kiti cha enzi cha Mungu. Viumbe 4 walio hai. Au viumbe 4 walio hai kiko mbinguni. Na inaangalia pande zote 4 yenye ilikuwa imetumwa wale malaika 4. Inaangalia kona zote 4 duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda 14 nasema nikamwambia Bwana wangu, wajua wewe? Akaniambia hao ndio wanatoka katika diki ile iliyokuu. Diki walikuwa nauliza nao watu wametoka wapi? Wanaambiwa ni wale watu walitoka huko duniani, wamekuwa kwa shida kubwa sana, lakini wamefaulu, wameingia katika kiti cha enzi iliyokuu. Nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Hao tu ndio wamefanyishwa nini? Tulifanya nini leo? Umesikia 144 inatakikana wale watu wagani? Wale wamevalishwa mavazi meupe, wenye wamefua mambo mingi sana yenye umepepa kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Umepepa kwa roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Hao tu ndio walifika mahali pale. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanatumika mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye aketie katika kiti cha enzi atanda hema yake juu yao. Hao hawataona tena njaa. Hii basi tunasomanga. Wale watu watakubalika wahesabike na waingie na wakuwe na hiyo kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja Mungu anaweza shukisha malaika. Kuna wakati tulikuwa mahali tukiabudu. Siku hiyo tukaingia kanisani asubuhi. Malaika ikashuka sasa ikatacha watu wenye wangeingia mbinguni. Maajabu ilikuwa tu watu. Pisha unakumbuka? Haikuwa inafika watu 5. Ndio unaona Mungu bado anarejesha tu neema yake, sababu ikisemekana tu watu waingie mbinguni utashangaa sana, sababu kuna vitu mingi sana inasuia watu wasije wakaingia mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Vita mingi sana inaweza tembea kwa anga ikuangushe spiritually. Inatembea kimwili, si mtu ameleta na mdomo. Ingia kwa moyo wako, ustukie umefifia, unaisha, unakufia na ndani. Bwana Yesu asifiwe. Usimame sana katika njia ya Mungu. Usiangalie rafiki yako na usiangalie sauti za watu. Bwana Yesu asifiwe. Sipa masikio yako, jua siri yako tu na Mungu. Na njia za Mungu imetoka wapi? Kuna mlango tuliombewa siku ya kesha. Tukafungulishwa fedha. Na ninashukuru Mungu sababu kuna mlango ilifunguka asubuhi kwangu kimeujiza. Hiyo ni ushuhuda yenye ninatoa. Na niliona Mungu anatupenda sana. Anatufungua kwa njia ya kipekee yenye hata dunia mzima sijui kama inafikia mahali tumefika. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza ona tu ni hekalu kidogo, tunacheza tu na pomoa, lakini katika ufalme wa Mungu, Bishop alisema unaweza ona ni ombi kidogo tu hivi, lakini kuna kitu kubwa sana imefanyika mbinguni. Kufunguliwa pesa ni ile kitu imekufanya unaamka saa 12 umeondoka kwa nyumba yako utafute. Lakini kwa nyumba ya Mungu wewe amka saa 12 ukikuja kwa nyumba ya Mungu. Sasa unajua Mungu akiachilia kufunguka pale nje utakuwa na amani. Nafasi ya Mungu itakuwa kwa akili yako na maisha yako. Utapata hata nafasi ya kuja kutafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ndio shetani alikuondoa, acha nifurute mfuko ndio uwe peace sana huko nje, ndio ukose time hata ya kutafuta Mungu. Ukichoka kazini si unashinda hata kuomba. Tunashinda hata kuomba kwa nyumba, hata kusoma Biblia. Wengine hata wanafika kwa nyumba tu wanasema acha nisifike kanisani, acha hata nifike late sababu kesho ni kazi tena na siku yangu ya off. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mlango ilifunguka asubuhi kwangu na sitaipika kusema mbele ya Mungu, mbele hapa kwa madhabahu. Nilikuwa jana nikitoka kazini sikukuwa na fare kufika kwa nyumba. Lakini wakati nilifika kwa nyumba ninawaza sasa vile natoka hapa. Huwa natumia gari 2 ndio nifike hapa kanisani Sunday. Na wakati nilifika asubuhi nikasema wacha nifulize hii pesa ingie kwa simu ya mzee ndio anitumie kwa Airtel ndio nipandie gari
nikuje kanisani. Sasa msee alikuwa anaamuka saa 11 anaenda kanisa, nikamfulizia. Akanipea simu niweke pin na kila kitu. Kumbe narudisha kwa hii Safaricom bado. Na nikambakishia pesa ipaki kwa simu tu, kitu yenye tu naniambia lakini achui. Wakati nataka kutoka, hakuna pesa kwa simu. Kuangalia kumbe nimerudisha hiyo pesa iende kwa Fuliza. Kurequest tena ndio nimtumie mwenye alikuwa hapo karibu na mimi, ashaenda. Ikawa inakata. Sasa nikatoka, sasa nikasema acha nipitie bottom line, nifike huko mbele nichukue pesa tu kwa duka ingine. Alafu nikifika jioni nikuje nimrudishie, sababu boss alikuwa amesema ataenda kutulipa, lakini hakusema ni siku gani. Nikiwa nimefika hiyo duka, sijaingia hiyo duka kutoka 2018. Ni next ya kanisa mahali nilikuwa nashiriki. Sasa nilikuwa nachukuanga maziwa ya kumpikia pasta. Nikiwa kanisa Mutangari Deliverance Church, niliweza kupata kibali, nilikuwa napika tena chakula ya pasta na nilikuwa naamuka 6 niwe nimefika kanisa. Sasa kuna duka iko opposite, niliona tu kanisa yangu, lakini nasema naenda gashi hata kama sina pesa kwa akili. Sasa nikafika kwa hiyo duka. Huyo mtu wa duka ananiambia, "Unakumbuka ile kitu uliniletea siku ya kwanza ukaniambia uniangalie? Niliusanga 7,000 na ndio hii pesa yako." Hata mtaconfirm message. Aliniwekea 7,000, nilitoka nje na nikarudi. Nikaenda kumwambia ukweli. Unajua nilikuwa nafuliza, nilikuwa nakuja hata kukuomba. Huyo mtu akaniambia, "Enda. Kama mahali unaenda si kanisa yenye unaendanga hapa, endelea huko uhudumu na nitakuja siku moja unipeleke huko." Nikikuja kanisani nakuja na 7,000. Sijaamini ni mimi. Sijaamini si mshahara. Yenye nangoja nasema sijui ni flash post, atasema nini mwezi. Nikaona tarehe bado. Sijui nimpigie nani? Aliniwekea akaniambia unataka line nani? Epuko confirm vizuri, ananiwekea from nowhere, sijui. Ndio nasikia Mungu, wacha tuendelee kufanya kazi ya Mungu, sababu unaweza tarajia hii lakini Mungu mwenyewe anakupangia hii. Unaweza kuwa mawazo yako wakati ulisikia ni Mungu anasema tuombe, kuna pesa nashukisha, unangoja na ile kazi sasa ni siku gani atafikiria hata kuniongezea mshahara, sijui inatoka wapi. Lakini kuna ile Mungu anaweza fanya miracle kwako. Anaweza fanya so tu ustukie kesho kutwa, ustukie tu mwaka kitambo ifike hivi watu wako na magari hapa yenye iko. Sababu huyu Mungu wetu haezi aipisha mtu. Sasa hata leo nimesimama mahali hapa nikisema Mungu kweli unazungumza. Na kama kuna mtu anapuuza, siku ya leo kuna Mungu anasikiza. Na msipuuze ile jambo inatendeka hapa. Ukisikia tu ujumbe imeshuka hivi, na uwe na imani. Nilisikia tu pisho wakisema uwe na imani. Mimi nimetembea na kei sahi. Na nilikuwa nasema hata nilikuwa nang'ang'ana nimwambie Bishop tu kwa gari, kitu inaniambia acha kwanza hii. Nilikuwa na wasa nisimwambie, imagine mpaka Mungu anafunga hii yako. Usikwe na deni tena, anafunga. Kama uko na deni yake Mungu atakulipia bila kufunga. Sikuwahi tu nilikuwa na pesa zangu mahali, lakini Mungu alitenda. Mbarikiwe.